Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba hayupo tayari kuweka vikwazo vipya dhidi ya Urusi, akiamini kwamba vikwazo hivyo vinapoteza mabilioni ya dola kwa Marekani. Rais huyu amesema wakati huu si wakati wa kuwekea Urusi vikwazo vingine licha ya mashinikizo kutoka kwa washirika wake mataifa ya Magharibi, ina ripoti gazeti la Bloomberg siku ya jana. Trump alionyesha wasiwasi wake kwamba hatua za ziada za kiuchumi zitagharimu nchi yake kifedha. Kiongozi huyo wa Marekani amesema mara kwa mara anapima vikwazo vipya dhidi ya Moscow, lakini hadi sasa ameacha kupitisha vikwazo vyovyote. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa kilele wa G7 huko Alberta, Canada, alisema anataka kwanza kuona kwamba makubaliano yametiwa saini ama la. Ninapoidhinisha nchi ambayo inagharimu Marekani pesa nyingi, kiasi kikubwa cha pesa, Trump alisema, sio tu hebu tutie saini hati wanazozungumzia kuhusu mabilioni na mabilioni ya dola. Vikwazo sio rahisi hivyo, sio njia moja tu. Seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham amependekeza kuongezwa kwa vikwazo katika mswada aliowasilisha mapema mwaka huu, ambao unajumuisha miongoni mwa hatua nyingine ushuru wa 500% kwa nchi zinazonunua mafuta na gesi ya Kirusi ikiwa Moscow itakataa kushiriki katika mazungumzo ya amani na Ukraine. Graham, ambaye baadaye alipendekeza kutengwa kwa nchi zinazotoa msaada wa kijeshi kwa Kiev, alielezea hatua zilizopendekezwa kama kuvunja mfupa kwa Urusi. Wiki iliyopita waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alionya kwamba vikwazo vilivyopendekezwa vinaweza kudhoofisha juhudi za kidiplomasia, na akawataka wabunge kuupa utawala wa Trump unyumbulifu zaidi wa kufanya mazungumzo na Kiev. Vikwazo ambavyo vimewekwa na mataifa Magharibi miaka mitatu iliyopita ni kama vile havikufanya kazi zaidi ya kuharibu uchumi wa nchi hizo za Magharibi. Ikumbukwe Urusi ambayo iliwekewa vikwazo ndio ambayo ina uchumi mkubwa na ndio ambayo ikizingatiwa kwamba inaendelea na vita, lakini uchumi wake umeimarika kuliko hata mataifa ambayo yameweka vikwazo, ikiwa ni pamoja na Ujerumani ambayo ilikuja kusababisha kuvunjwa kwa serikali kutokana na hali ya uchumi kuwa mbaya. Kadhalika Ufaransa na Uingereza ni miongoni mwa mataifa ambayo uchumi wake umedorora kutokana na kuweka vikwazo dhidi ya Urusi. Nchi za Magharibi zilikuwa zikipata mafuta pamoja na gesi kutoka Urusi kwa bei nafuu, lakini baada ya kuanza kwa vita na kuharibiwa kwa bomba la Nord Stream, hali imekuwa tofauti kwamba mafuta pamoja na gesi ikawa ni adimu katika baadhi ya mataifa, ambapo Ujerumani ndio ilikuwa msambazaji mkuu wa mafuta kutoka katika bomba la Nord Stream. Trump aliwaambia waandishi wa habari mapema mwezi huu kwamba Senate ilikuwa imetayarisha muswada wenye nguvu sana na kwamba Washington itautumia ikiwa ni lazima. Walakini inasemekana rais aliwataka wa Republican wa Senate kuchelewesha kupiga kura. Senator Roger Wicker, mkuu wa Republican katika kamati ya Seneti ya huduma za silaha, amesema Trump alikuwa ameonyesha kuwa bado hayuko tayari kuunga mkono. Wakati wa duru ya hivi punde ya mazungumzo ya moja kwa moja huko Istanbul nchini Uturuki, Urusi na Ukraine zote zilitoa mapendekezo ya kumaliza mzozo huo. Mpango wa Moscow ungehitaji Kiev kukubali kupotea kwa mikoa mitano ambayo ilijiunga na Urusi katika kura za maoni, kuwaondoa wanajeshi wake kutoka kwa maeneo hayo na kuambatana na kutegemea upande wowote. Volodymyr Zelensky wa Ukraine alipuzilia mbali mpango huo kama uamuzi wa mwisho na akafutilia mbali makubaliano ya eneo na kutegemea upande wowote. Pia alisisitiza juu ya kusitisha mapigano kamili kwa siku 30 kama mtangulizi wake wa mazungumzo, hali ambayo Kremlin imekataa. Kisha Rais Joe Biden alikataa mawasiliano mengi na Moscow mnamo mwaka 2022 juu ya mzozo wa Ukraine na akaweka vikwazo vikali kwa maafisa na makampuni ya Urusi. Na tangu wakati huo Trump amemkosoa Biden kwa kukwepa diplomasia na kuahidi kujadili makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Moscow imeukaribisha mpango wa Trump, lakini maendeleo ya kufikia suluhu yamekuwa ya polepole. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.